Na ndugu zangu katika imani Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiokuwa Waislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa pamoja nanyi. Kuna jambo ambalo tungependa kuhoji ndani ya maandiko na Waislamu, sisi kama Waislamu, ni jambo ambalo ingekuwa kweli ni kisawasawa tupate majibu ya kufana, kwa sababu maandiko yalishaandikwa na wino ulishakauka. Wewe mwanadamu ni kuyafuata kama yalivyo. Jambo ambalo nataka kuhoji ni kuhusiana na tarehe 25 mwezi wa 12, na ni swali ambalo Waislamu tunauliza. Tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku aliyozaliwa Yesu? Yaani Krismasi kama inavyoshereheka kwamba ni siku ya kuzaliwa wa Yesu, ni kikweli Yesu amezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12? Ndio swali ambalo tunajiuliza, ama swali ambalo kama sisi Waislamu tunahitaji majibu ya kufana. Kwa sababu gani? Ukisoma katika Biblia, na ni kitabu ambacho kinasadikika na wasiokuwa Waislamu kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ukisoma Methali 30 mstari wa 5 mpaka wa 6, Methali 30 mstari wa 5 mpaka wa 6 inasema, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu kaonekana kuwa wewe ni muongo. Kwa hivyo kuongeza maneno katika maneno ya Mwenyezi Mungu imekatazwa, usiongeze. Wakati Biblia ndio inaandikwa, wakati inafika mwisho, wakati ndio inafungwa katika 22:18-19 mstari wake Ufunuo 22:19-18 mpaka mstari wa 19 inasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Mstari wa 19 unasema, na mtu yeyote akiondoa neno lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima. Sasa kuongezwa maneno ndani ya maneno au katika kitabu cha Mwenyezi Mungu imekatazwa. Ndipo nikasema maneno yalishaandikwa na wino ulishakauka. Wewe mwanadamu ni kuyafuata kama yalivyo. Sasa kiuhakika wa swala hili ni swala ambalo inatakiwa tukae chini na tujiulize maswali. Kweli kuna uwezekano? Kwa sababu gani? Ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu, Luka mtakatifu 1 mstari wake wa 26, kama ilivyoandikwa inasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli akatumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa ambari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yu nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Ikiwa na maana mwezi wa 6 ndio malaika analeta habari za kuzaliwa Yesu, sio kwamba ameleta mimba. Ndio maana anamwambia utachukua, bimaana ni kitendo kijacho. Utachukua mimba, future tense. Utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, utamuita jina lake Yesu. Kikawaida mwezi wa 6 hatujui ilikuwa tarehe ngapi, ilikuwa saa ngapi, wala majira yalikuwa ni yapi, ila kikawaida mimba inaanza kuhesabika mwezi unaofuata. Sasa tukihesabu huu mwezi ambao malaika ameleta habari ya kuzaliwa Yesu, mwezi wa 6, kwanza mwezi wa 7, wa 8 mimba ina mwezi mmoja, wa 9
mimba ina miezi miwili. Wa 10 mimba ina miezi mitatu. Wa 11 mimba ina miezi minne. Mwezi wa 12 mimba ina miezi mitano. Mtoto anazaliwa na miezi mitano. Lakini cha kushangaza zaidi, ndugu zetu, angalau lolote lenye ushawishi, mje na andiko lolote lenye ushawishi, ima kwa gazeti au sehemu yoyote ambalo linasema kwamba Krismasi tarehe 25 mwezi wa 12 ndio tarehe amezaliwa Yesu. Maandiko yako wazi. Mimba, mtoto hawezi zaliwa na miezi mitano, na kama angezaliwa miezi mitano angepeleka katika incubator akahifadhiwa, atimizwe miezi ndio atolewe. Lakini sasa nini kilifanyika hiyo tarehe 25 mwezi wa 12 ambacho watu hawaambiwi ukweli? Ukisoma hiyo Biblia katika kitabu cha Yeremia 52 mstari wake ni wa 31, inasema hivi kama ilivyoandikwa, bila kupunguza chochote. Inasema hivi: hata ikawa katika mwaka wa 37 ni mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12, huu ni mwezi wa 12, siku ya 25, bimaana tarehe ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Ilikuwa ni tarehe ya kuachilia wezi katika Uyahudi. Wayahudi walikuwa wanaachilia wezi. Wewe unakuja unasherekea, unasema ni siku ya kuzaliwa mtu. Jameni ndugu zangu, maandiko sisi ndio tunasoma vibaya ama nyinyi ndio mnasomaje? Lakini tumeacha swali nyuma ambalo linahitaji majibu. Angalau andiko la kushawishi lije liseme 25 jameni 12 ni tarehe ambayo amezaliwa Yesu, kinyume na jinsi maandiko yanavyosema kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ilikuwa ni siku